Naitwa Noela Msuyashawa, ni mkurugenzi mtendaji wa Child Support Tanzania. Leo hii tulikuwa tuna kikao na waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya jiji la Mbeya, ambacho kikao kimehusisha kamati ya elimu, afya na maendeleo ya jamii. Na katika kikao hiki sisi kama Child Support Tanzania kupitia mradi wa Sauti Zetu ambao unafadhiliwa na Oxfam na tunautekeleza kwa mashirikiano na Haki Elimu, tumeweza kuwapitisha waheshimiwa madiwani kwenye mpango mkakati wa taifa wa elimu jumuishi, lakini pia kuangalia miongozo mbalimbali ya elimu jumuishi, lakini kama madiwani pia kuangalia wajibu wao kama madiwani katika kuhakikisha mpango mkakati wa taifa wa elimu jumuishi unatekelezwa na unatekelezwa katika hali ya ubora wa hali ya juu. Tumepata fursa nzuri sana ya madiwani kuweka maazimio yao na commitment yao ya nini watafanya kama wawakilishi wa jamii kuhakikisha mpango mkakati wa taifa wa elimu jumuishi unatekelezwa katika shule zao, shule za kata zao. Lakini pia wao kama madiwani nini wanafikiria sisi kama taasisi tunaweza kufanya kuwajengea uwezo haswa katika masuala mazima ya elimu jumuishi na miongozo mbalimbali ya elimu jumuishi. Kwa jina naitwa Juma Samson Simbeyanje, ni diwani wa kata ya Nsoo, lakini mwenyekiti wa huduma za jamii katika jiji la Mbeya. Mimi nimehudhuria semina hii ya Child Support Tanzania kwa ajili ya mafunzo haya, kujua watoto jinsi wanavyoishi katika jamii. Ni mafunzo mazuri sana. Tumepata elimu hii na madiwani kwa ajili ya kusaidia. Kwa kuwa mimi ni mwenyekiti wa huduma za jamii, naamini nitakapoingia kwenye baraza la halmashauri ni kujaribu kuangalia kwamba lazima tunapopitisha bajeti lazima tuwalenge hao watoto, tuwasaidie kwa kila namna ili kuepukana na msongamano ambao watoto hawasaidiwi katika jamii zetu. Ninaishukuru sana shirika hili, tunaomba liendelee tena kutusapoti katika jiji letu na kwenye kata zetu kwa ujumla. Tunaamini kazi wanayofanya ni kubwa. Tunaomba kama kutakuwepo na uwezekano basi waongezewe na muda, kwa sababu huko kwenye jamii kuna watoto wengi bado hawajapata elimu ya namna hiyo. Tunaomba sana, tunaomba hata mbeleni huko wanapopanga bajeti katika ya bunge ya Tanzania nzima, basi wakumbuke na sisi kama sisi jukumu letu la madiwani ni kusimamia na kuangalia masuala haya yote, tuyazingatie na kuyafanyia kazi. Kwa jina naitwa Clemens James Mwandemba, mheshimiwa diwani wa kata Nsaraga, lakini pia mjumbe wa kamati ya uchumi, afya na elimu ya halmashauri ya jiji la Mbeya. Awali ya yote kwanza niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amewawezesha ndugu zangu ambao wametukunisha siku ya leo, wametupa elimu juu ya elimu jumuishi, lakini hususan kwa watu wenye ulemavu kwenye makata yetu haya ambao tunayoongoza. Kwanza niwashukuru, kupata elimu ni jambo kubwa sana, kwa sababu hata sisi kama viongozi tunapenda kusimama kwenye jamii ni kielelezo tosha kwamba kila ambacho tunakizungumzia ni kitu sahihi kwa kupata elimu iliyo sahihi. Lakini kubwa ni namna ambavyo serikali yetu imejipanga kuwahudumia watu wenye ulemavu sehemu yoyote walipo, aidha anaweza aende shuleni au yuko hospitali au anaweza yuko nyumbani. Namna bora ambayo mimi kama diwani ninapopata elimu kama hii, ninapokwenda halmashauri ninakuwa ninajua mipaka na misingi na umuhimu wa kupanga bajeti ya hawa watu wenye ulemavu, ambapo inakwenda kuwasaidia wao lakini pia na jamii kwa ujumla. Lakini mimi kama kiongozi wa wananchi inanipa nguvu ninapopata wasaa kuzungumza na wananchi ambao nawaongoza katika sekta mbalimbali, kuzungumzia masuala mbalimbali ya ulemavu. Mfano, sisi halmashauri ya jiji la Mbeya au zote nchini ipo mikopo ile ya 10%. Katika 10% zipo 4% kwa ajili ya kina mama, 4% za vijana, zipo 2% kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Sasa mimi kama kiongozi ninapopata elimu hii jumuishi kwamba wale watu ninaweza nikawashawishi wafanye shughuli mbalimbali, kama kiongozi natakiwa kuwabuni au kuwasaidia, kuwapa elimu cha kufanya, ambapo halmashauri zile 2% inakuwa zinarudi kwamba zimekosa watu. Kumbe mimi kama kiongozi ninapopata elimu na uwezo pia kukaa na mtu mwenye ulemavu kwamba bwana, mtu kuwa na ulemavu haimaanishi kwamba uwezo kufanya shughuli za uzalishaji. Unaweza kufanya shughuli za uzalishaji na serikali yetu
imetenga fedha kwa ajili ya kuwezesha nyinyi. Kwa hiyo yote hayo nimeyapata siku ya leo. Lakini kama mjumbe kwenye kamati ya afya, elimu na uchumi halmashauri ya jiji la Mbeya yenye kata 36, ninapopata nafasi ya kufanya ziara kwenye kata zote 36, manake napeleka ujumbe kwa jamii, kwa viongozi wenzangu, kuwapa hamasa kwamba haya makundi serikali imetenga fedha, lakini pia tuna nafasi ya kuwasaidia kwa sababu support ya kwanza ni mimi. Mimi kwenye kata yangu ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata. Kumbe mamlaka nayo kutengeneza kamati ndogo ndogo kuwasaidia hawa ndugu zetu ambao kimsingi wanatakiwa kupata elimu kama sisi ambavyo tunapata. Kwanza kabisa kama kiongozi niombe jamii kwamba watu wenye ulemavu tusiwafiche. Watu wenye ulemavu tukiwavumbua au tukiwaonesha kwenye jamii, zipo taasisi mbalimbali ambazo ziko tayari kuwapa elimu. Zipo taasisi mbalimbali ambazo ziko tayari, zipo committed hata kuwasomesha, hata kuwasupport masuala mbalimbali. Kama ndugu zangu hawa Child Support Tanzania. Wao wanachokifanya wanadili na watu wenye ulemavu. Wao wametangaza wazi kwamba wako tayari kuwasupport hawa watu. Kwa hiyo niombe jamii yangu kwa sababu najua nazungumza na vyombo vya habari wa Tanzania, watu wenye ulemavu tusiwafiche. Kuwaficha watu wenye ulemavu ni kuwanyima haki zao za msingi kupata mahitaji yao, ikiwepo elimu, lakini pia tumesikia kuna mikopo ya halmashauri. Kwa hiyo tushirikiane, wawaoneshe, alafu jamii iseme, kwa sababu mwisho wa siku pia Watanzania wenzangu, hili jambo ni jambo la kichungaji, ni jambo la kitume, ni jambo lenye matendo ya huruma. Wapo watu wanatafuta kuwasomesha watu wenye ulemavu. Kwa wewe ukimficha atashindwa kupata huduma. Yamkini wewe huna uwezo kumsomesha. Yamkini wewe huna uwezo kumpa mahitaji. Lakini wapo viongozi, wapo watu ambao wamefanikiwa, wapo watu ambao wenye uwezo wa kwenda kuwasupport chochote kile, wako tayari kuwasupport na mchakato mbalimbali. Na niwaombe jamii, wale walemavu ambao wamejionyesha, tuweze kuwasupport shughuli zao, tuweze kuwasupport masuala mbalimbali kwenye jamii. Lakini pia tuweze kuwasupport mahitaji yao ya muhimu. Tumeona hata ndugu zetu hawa Child Support Tanzania wanasupport watu wengi sana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo unapomficha yule mtu unamnyima haki zake za msingi. Na yamkini unaweza kukosa baraka pia kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu unakificha kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu anayependa kuwa mlemavu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, wana Mbeya, niseme tu kwamba tuwalete hao watu kwenye taasisi mbalimbali, sisi viongozi tutawasikiliza ili tuweze kuhakikisha kwamba kwa pamoja tunafanikisha jitihada za hao watu kupata haki zao za msingi.